Ndugu zangu wapendwa katika Kristo, karibuni kwa tafakari ya neno la Mungu. Leo tunaanza kipindi muhimu katika mwaka wa kanisa, kipindi cha Kwaresma, na kinaanza kwa Jumatano ya Majivu, ndugu zangu, ambapo tunaanza siku ya leo. Hiki ni kipindi ambacho kanisa hutafakari mateso ya Kristo kwa undani zaidi na sadaka yake msalabani. Ndani ya mateso yake Kristo tunakutana na upendo ambao ndio sababu zilizomfanya yeye ateseke kwa lengo la kufuta hatia zetu. Kwa sababu Kristo aliteseka kwa ajili ya dhambi zetu. Kipindi hiki kwa namna ya pekee huwa ni kipindi kinachotuhitaji sisi kutafakari juu ya mwenendo wetu wa maisha na kuona, je, tunaishi kile Kristo alichokijia? Je, kweli dunia imeacha dhambi? Tukifikiria haya ndugu zangu, tunagundua kwamba bado dunia haijaacha dhambi na bado tunazidi kutenda dhambi, na mbaya zaidi hatuzitumii zile njia alizoziacha Kristo kutupatanisha na Baba, kutafuta urafiki na Mungu na kuacha dhambi zetu. Hivyo kipindi hiki kinapoanza kinakuwa ni kipindi cha toba na kuomba msamaha na kubadilika kwa mimi binafsi kutoka katika kuendelea kutenda dhambi, kushindwa hata kuomba msamaha kwa Mungu kwa dhambi ninazotenda na kushindwa kutumia hata zile njia zilizowekwa na Kristo mwenyewe kutenda dhambi na kuacha dhambi. Hivyo tunaomba msamaha kwa Mungu kipindi hiki. Halafu tunamwomba pia Mungu msamaha kwa ajili ya makosa ya wenzetu na ambao tumewakosea, kwani dunia pia kuna wengi wanatenda dhambi lakini pia hawatubu, na pengine kuna ambao tunakosea na hatujaomba msamaha. Ni kipindi cha kuomba msamaha, ni kipindi pia cha kuombea wenzetu msamaha ili Mungu asiadhibu dunia kwa sababu ya dhambi. Ukipatwa kuelezwa juu ya maovu yanayotendeka duniani, waweza hata kuzimia. Ukisikia juu ya biashara za watu wanazozianzisha, utashangaa. Unakuta mtu yuko tayari kufungua kwa hospitali fulani katika nchi fulani, kuanzisha biashara ya wizi wa viungo vya binadamu kwa ajili tu ya kuuza tu, kuwauzia wale wanaopandikiza viungo hivi, organ transplant. Baadhi ya madaktari wa nchi fulani fulani wanaiba viungo ndani ya miili ya wagonjwa wanavyowafanyia operation. Nafikiri ni mtu mwema anakutendea mema, kumbe anakufanyia operation kwa ajili ya kitu fulani, afu anaiba kitu fulani ndani ya mwili wako. Haya ni baadhi ya maovu ambayo yanatendeka duniani. Unaona jinsi mwanadamu alivyo na uchu wa pesa na kutafuta pesa kwa njia ambazo hazina halali, ambazo si halali, ambazo zinamwangamiza binadamu mwenzake na bila huruma, kwa sababu anapata pesa. Yani anachotaka tu ni maslahi. Dhambi kama hizi zitafanya Mungu tu aiadhibu dunia, na mmoja akiadhibiwa lazima itatuathiri tu wengine, kwa sababu wengine pengine ni ndugu zetu, wengine hata ni kaka zako, ni mama zako, ni dada zako, na akiadhibiwa kaka yako lazima na wewe utahusika tu. Akiugua akifanya nini, lazima na wewe utahangaika kumtunza. Kwa hiyo dhambi ikitendwa na mtu mmoja tukifumbia macho, kweli ni kwamba sisi wenyewe tutaathirika tu. Hivyo kipindi hiki cha kuomba toba ndugu zangu ni kipindi pia cha kuomba toba kwa ajili ya makosa ya dunia nzima. Kama unajiona huna dhambi, basi omba kwa ajili ya wenzako. Na katika kipindi hiki tunaalikwa kufunga na kutenda matendo ya huruma. Haya ni matendo ya sadaka yenye umuhimu mkubwa. Matendo ya huruma na kufunga yatatuandalia njia, yatatupatia furaha kubwa, yatatufanya tusamehewe dhambi zetu na kuwaletea wengine pia unafuu katika maisha yao. Hicho ndicho kipindi cha Kwaresma ndugu zangu, ambacho leo ikiwa Jumatano ya Majivu tunaanza kipindi hiki. Na neno la Mungu siku ya leo linatualika vyema katika kutafakari siku hii. Somo la kwanza linatoka katika kitabu cha Nabii Yoeli. Huyo Nabii Yoeli aliishi kwenye miaka ya 400 BC, kabla ya kuzaliwa Kristo. Na katika wakati wake kulitokea nzige waliosababisha njaa kali sana, na watu na mifugo walikufa, na uchungu mkubwa ukaenea kati ya watu. Yoeli alitumwa na Mungu kuwatangazia watu kwamba nzige wale ni adhabu kutoka kwa Mungu kutokana na dhambi zao, na hivyo
alitangaza mfungo na kuwaambia kwamba huo ndio ungewaokoa katika mapigo ya nzige hao. Na ukweli ni kwamba watu walipotubu tu, wale nzige waliondoka na njaa kuisha na watu kuacha kufa tena. Hizi ndugu zangu ni habari njema kwetu sisi ndugu zangu. Hakuna popote pale ambapo mwanadamu au Mkristo amesisitiza kufunga na kusali alafu Bwana akamwacha. Hamna. Nakwambia kachunguze. Kufunga na kusali ni nyenzo muhimu sana katika maisha ya sala. Hata Yesu mwenyewe alisema kwamba pepo wengine hawaondoki isipokuwa kwa kufunga na kusali. Kufunga na kusali kunakotoka ndani kunafungua vifungo ambavyo vimeshindikana. Kufunga hukufanya ushiriki pamoja na Kristo katika mateso yake. Hufanya mwili wako na moyo uwe msafi na Yesu kuufanya utulie, uwe katika mstari wake na sala zako hujibiwa. Na hapa mwanadamu hupata kuungana na Bwana kwa namna ya ajabu na hivyo kurudisha urafiki tena. Ndio maana hata ukisikia mtu anakuambia kwamba umenifanyia hivi na hivi, naenda kufunga, umenidhulumu, umenifanyia jambo baya, nitafunga, nitamuomba Mungu. Ikiwa umefanya hivyo kweli, kwa kweli ogopa. Ogopa kabisa. Ogopa kama unajua kwamba umemtenda hivyo kweli na umekataa kumwomba msamaha na anaenda kufunga kumlilia Mungu kwa ajili ya hilo jambo. Hakika hautapita. Bwana atakuadhibu tu. Kwa ni vizuri kuomba msamaha, usicheze na kufunga na kusali. Katika Injili ndugu zangu, tunakutana na Yesu akitoa hotuba yake ya mlimani, akizungumzia namna ya kusali na kufunga na kufanya matendo ya huruma. Yesu anaelezea namna ya kuyafanya haya matendo sasa ya kufunga na kusali vizuri, na anakataza sana maonyesho katika kuyafanya haya. Injili hii ni muhimu sana kwetu ndugu zangu, hasa kipindi hiki. Hii ni kwa sababu kila Kwaresma tunajua kwamba kweli kufunga na kusali na kutoa sadaka au kufanya matendo mema humfurahisha Bwana na kurudisha urafiki wetu naye. Lakini tatizo ni namna tunavyoyatenda haya matendo. Unakuta tunayatumia bila imani au kwa lengo la kujionyesha, ndio maana hayatuletei faida yoyote. Hivyo ili yatuletee faida lazima kuyafanya kwa moyo, yatoke ndani. Hivyo kufunga, tufunge vizuri bila kujionyesha. Usali na kutoa sadaka bila kutaka kumulikwa na kamera ili watu wakutangaze wakuone kwamba unafanya mambo makuu. Haya tukiyafanya kwa moyo bila kujionyesha, hakika yatatuletea baraka kubwa sana. Haya ndiyo yatakayotuletea mabadiliko kipindi hiki cha Kwaresma. Hivyo ndugu zangu, tunasisitiziwa kuyafanya haya matendo, tuyafanye vizuri kwa uangalifu, tukijua ni matendo matakatifu, sio kwa ajili ya kujionyesha, ni kwa ajili ya kujipatia baraka, kuchota baraka kutoka kwa Bwana. Wengi hatupati neema kwa sababu tunakosa namna nzuri ya kuyafanya haya matendo. Tunatafuta sifa na utukufu kutoka kwa watu. Ndio maana hatupati baraka yoyote. Na kutakia mfungo mwema wa Kwaresma. Mipango uliyoipanga, Mungu akusaidie uweze kuitekeleza. Utafunga chakula. Utaona jinsi njaa inavyouma. Utajifunza namna ya kuwasaidia wale wenye njaa. Kuna ambao wanateseka namna hiyo, hawana kitu. Lakini wewe umeamua kujitesa, una chakula lakini umeamua kuacha. Umeona mateso yake jinsi njaa inavyouma. Sasa jifunze kwa wenzako, wale ambao wanateseka hawana kitu. Ifanye uwe na roho ya kutoa zaidi. Kuwasaidia wale ambao unaposikia mtu hana chakula, ujue anavyoumia. Kwa hiyo unajifunza kwenye tendo hili, linakufundisha ukarimu zaidi, kuwasaidia wale ambao wanateseka, wanapitia hali kama hiyo lakini hawana chakula. Wewe unapitia hali kama hii lakini una chakula. Jifunze kuwa mkarimu kwao. Mungu Mwenyezi akubariki na kukulinda, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Nakutakia Kwaresma njema. Bado nakukumbusha shajara zetu za sala mubashara zipo za kutosha. Pale St. Joseph Cathedral zipo. Pale Msimbazi Bookshop zipo. Padre Pio Shrine zipo za kutosha. Moshi Bookshop zipo. Dodoma kwa dada Alistidia zipo. Namba zao nitaziweka chini kwenye tafakari hii ya kuandika. Chini pale utaziona. Kwa hiyo utachukua pale, utapiga, utawasiliana naye.
Lakini pia kuna kijana wangu ambaye ataweza kutumia popote. Namba yake pia nitaiweka. Kwa hiyo tazame, ichukue, piga simu, atakutumia popote itakapokuwa. Mfungo mwema, Mungu atusimamie katika yote, tuweze kufanya Kwaresma yetu vizuri, tutoke na baraka tele.